Tumsifu Yesu Kristu. Uhuru wa Yesu. Mola yaseba, tuitikie wote Yesu. Roho Mtakatifu wa Yesu ananena na ulimwengu. Pinga ushoga na roho zote za kuzimu na kuziombea kwa jina la Yesu. Lakini pinga roboti aliyeingia duniani kwa kisingizio cha kukua kwa sayansi na teknolojia. Ni sanamu huyo. Kwanza tuanze na sala ya ufalme wa Yesu inayotoka katika kitabu cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 9 hadi wa 13. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehe wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Kama kujiunga na chaneli hii ya ufalme wa Yesu ni leo, ni vyema sana kufuatilia vipindi vya nyuma, utabarikiwa sana. Leo tutajifunza siri ya Yesu, ukweli kuhusu mwanadamu kutokana na sokwe. Leo tutajifunza siri ya Yesu, ukweli kuhusu mwanadamu kama ametokana na sokwe. Tutaanza na swali, je, ni kweli mwanadamu ametokana na sokwe? Jibu hapana. Ni uongo wa shetani ndani ya wasomi wa hekima ya dunia hii. Kumbuka, hekima ya Mungu ukiishindanisha na hekima ya dunia hii ambao imetoka kwa wasomi wa dunia hii, lazima imulike na kuweka wazi. Inafananishwa na mwanga wa jua, yani sio kama mwanga wa mwezi. Nikizungumzia mwanga wa mwezi, haiakisi bali inamulika yenyewe nzima nzima. Ndicho tunachoshuhudiwa. Swali la chemsha bongo kwako. Je, nini maana ya mwanadamu? Mwanadamu ni nini? Nini maana ya mwanadamu? Mwanadamu ni mwana wa Adamu. Kwa ufupi, mwanadamu ni mwana wa Adamu. Hicho ndicho kinatupa ushahidi, tena kitu cha kwanza, kwamba mwanadamu hajatokana na sokwe. Kuna jambo moja la kujifunza. Hata huyu mwasisi wa hili wazo la kusema binadamu ametokana na sokwe, bado yeye hakujiita kama ni mwana sokwe. Maana mwana sokwe ndio inachotupa uasili wa kwamba sisi ni wana wa sokwe. Lakini sasa bado tunabaki kuitwa wanadamu. Mwanadamu, sio mwana sokwe. Yule aliyeweka ili wazo, msomi na profesa, aliona maono kutoka kuzimu kwamba mwanadamu ametokana na sokwe. Lakini kitu cha kushangaza, yeye mwenyewe kwanza hakujibatiza na kujiita mimi ni mwana sokwe na wote tumetokana na sokwe. Angethibitisha hilo, angeonyesha usokwe wake na akathibitisha kwa maneno yake ya kutoka kuzimu. Lakini bado alijiita mwanadamu na bado alikuwa anatamka mwanadamu ametokana na sokwe, kitu ambacho hakipo kwenye maandiko. Biblia ni jibu la maswali yote. Kumbuka jambo hili, usisahau hata siku moja. Mtu wa kwanza kuumbwa na Mungu aliitwa Adamu. Mtu wa kwanza kuumbwa na Mungu kwa udongo, akapuliziwa nafsi hai, akawa nafsi hai, akaanza kupumua, aliitwa mwanadamu. Rejea kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7 mstari wa 15 hadi 16, 18 hadi 19, 21 hadi 23. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Umeona? Bwana Mungu akamtoa huyo mtu, akamweka katika bustani ya Edeni ailime na kuitunza. Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula. Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama wa msituni na kila ndege wa angani, akamletea Adamu ili aone atawaitaje. Kila kiumbe hai jina alilokiita Adamu likawa ndilo jina lake. Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala. Kisha akatwaa ubavu wake mmoja, akaufunika nyama mahali pake,
Na ule ubavu alioutwaa katika Adamu, Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa katika mifupa yangu na nyama katika nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanaume. Hivyo mwanaume na mwanamke wa kwanza kabisa waliitwa wanadamu, wana wa Adamu. Maana yake walitokana na Adamu. Kumbuka, Mungu aliumba vitu viwili viwili. Tukianza kuangalia mfano wa kwanza, kiboko anafanana na nguruwe. Unaona, hatuwezi kusema sasa nguruwe alianza akabadilika miaka kadhaa akawa kiboko. Hapana. Lakini pia nyumbu anafanana na ng'ombe wa kufugwa. Hatuwezi kusema sasa nyumbu alianza akabadilika baadaye akawa ng'ombe. Hapana, mpaka leo wapo vile vile. Lakini pia mbweha anafanana na mbwa. Uwezi ukasema sasa mbweha alibadilika karne na karne, miaka fulani akawa mbwa. Hapana, ni uongo. Paka anafanana na simba. Hatuwezi kusema sasa paka anaweza kabadilika kaenda baadaye akawa simba. Ni uongo wa shetani kutoka kuzimu na kadhalika. Viumbe vingi viko viwili. Hawa wasomi wa dunia hekima yao imetosha. Ni wakati wa kusikiliza hekima ya Mungu inayopatikana katika kitabu kitakatifu Biblia yenye vitabu 66, maana imejawa shuhuda za kweli, hakuna uongo wala udhalimu. Ndiyo wakati huu Yesu Kristo anapotawala ulimwengu, tunatakiwa tutumie hekima yake katika Biblia takatifu, maana hizi filosofi, hawa wanafalsafa wote wametokana na hiyo hekima ya Mungu. Ni wakati dunia inyamaze kimya, ili hekima ya Mungu inene mema daima, ili tupate kubarikiwa. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki dunia yote na mataifa yote duniani. Amina.